na moja ya changamoto alizozipata ni kwa sababu ya uhalisia katika hali halisi. Yani kuna ile natural surrounding inayokuzunguka inaweza kukuzuia usielewe Mungu anataka nini. Mazingira yalikuwa yanamzunguka Yona ni kwamba kwanza alitumwa ujumbe kwenda nchi ya mataifa. Ninawi ilikuwa nchi ya mataifa, ilikuwa sio Waisraeli. Na alitumwa kwenda kwa nchi ambayo ni maadui zao. Alafu ujumbe ilikuwa nende ukawaonye ili nisiwaangamize. Sasa ukitumwa kwenda kumwonya adui ili asiangamizwe na wewe unataka angamizwe, unaelewa? Jona alitegemea Mungu atamwambia kwamba baada ya siku chache Ninawi inaenda kuangamia kwa moto. Lakini Mungu anamwambia nenda ukawaonye, zimebaki siku chache, wasipojirekebisha ninawaangamiza. Yona alikuwa anamjua Mungu vizuri sana. Na kuna watu hapa tunamjua Mungu pamoja na wewe. Mwangalie jirani yako, wewe naona unamjua Mungu. Sasa Yona alikuwa anamjua Mungu kama wewe. Kwa hiyo akaambiwa nenda ukaonye. Na alimjua Mungu kwamba Mungu ana upendo. Anasema kwamba Mungu, mimi nakujua wewe. Hawa watu nikiwaonya wakitubu utawasamehe tu wewe. Na mimi sitaki wasamehe. Wacha waangamie. Kwa hiyo Yona akaamua kuto kumtii Mungu. Hapo ndipo kwenye kazi. Unajua kwamba Mungu amekutuma, halafu unaamua kumwambia Mungu siendi. Na katika kuonyesha hasira yake ya kuto kuenda, akachukua pesa yake akakata tiketi. Hakukaa nyumbani, akakata tiketi aende nchi ambayo wala hajawahi kwenda, nchi nyingine kabisa ya mbali. Tashishi ilikuwa Spain ya sasa. Kwa hiyo akapanda meli bio. Alafu alipoingia kwenye meli hakukaa kwa abiria wa kawaida. Akaenda chini na kwa mizigo ambapo yani hata kutokea wakimtafuta ni kazi kumwona. Lengo ni nini? Asipatikane ili hasira ya Mungu iwaangukie Ninawi. Alikuwa deliberately against God. Sasa twende kitabu cha Yona, naomba tusomee sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 6. Basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilia Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akatelemka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshishi ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake. Nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikebu, akajilaza akapata usingizi. Basi nahodha akamwendea akamwambia, una nini ewe ulalaye usingizi? Amka ukamwombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Bwana bariki usomaji wa maneno hayo. Mtu mmoja sema amena. Ujumbe wetu ni ogopa kukimbia uwepo wa Bwana. Ogopa kukimbia uwepo wa Bwana.
Kwa hiyo Yona alipanda merikebu kwenda Tarshishi ili aukimbie uwepo wa Bwana. That was the reason. Yani deliberately to flee from the presence of God. Na Tarshishi ilikuwa ni eneo au nchi ambayo haiko kwenye uwepo wa Bwana. Kwa hiyo alikuwa anaenda sehemu ambayo tu sio kwamba tu anatoka kwenye uwepo wa Bwana, lakini hata nchi anayoiendea haina uwepo wa Bwana. Kwa hiyo Yona aliamua makusudi kabisa kwamba sikai tena kwenye uwepo wako Bwana. Hasira ya Bwana. Hivi unaweza kumkasirikia Mungu wewe, utaenda wapi? Alikuwa na hasira na Mungu. Kwamba Mungu wewe umezidi sasa. Kwa hiyo alikata tiketi kwenda Tarshishi na akawaambia wale wafanyakazi kwamba ninaukimbia uso wa Bwana. Alikwambia wale wasafiri wenzake. Tunaona hiyo katika mstari wa 10. Tusome mstari wa 10. Ndipo watu wale wakaogopa mno, wakamwambia, ni jambo gani hili ulilotenda? Kwa maana watu wale walijua kuwa amekimbia ajiepushe na uso wa Bwana, kwa sababu alikuwa amewajulisha. Watu wale walijua ya kuwa amekimbia uwepo anakimbia ajiepushe na uso wa Bwana, kwa sababu alikuwa amewaambia. Kwa nini naenda Tarshishi? Nakimbia uso wa Bwana. Kwa hiyo alipokamatwa, alikamatwaje? Mstari wa 11. Basi wakamwambia, tukutende nini ili bahari itulie? Kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Sasa walipomkuta kule kwenye merikebu chini amejificha, tena rubani wa meli ndio aliona kuna mtu haonekani, akaenda mpaka akamkuta amelala usingizi fofofo kabisa, na akamwamsha, amka wewe ulalaye, ukamwombe Mungu wako, yamkini labda Mungu wako anaweza akatusaidia. Sasa baada nisaidie mstari wa 8 na wa 9. Ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie, wewe ambaye mabaya haya yamtupata kwa sababu yako, kazi yako ni kazi gani? Nawe umetoka wapi? Sikiliza hayo maswali. Kazi yako ni kazi gani? Na unatoka wapi? Alafu nchi yako ni nchi ipi? Nchi yako ni nchi ipi? Nawe mtu wa kabila gani? Maswali yote haya yalikuwa walijua tukipata majibu haya tutajua. Haya, sasa sikiliza majibu mstari unaofuata. Akawaambia, mimi ni Mwebrania. Nami namcha Bwana, Mungu wa mbingu, aliyeziumba bahari na nchi kavu. Akayana akagonga pale pale. Aliyeziumba bahari na nchi kavu. Mimi ni Mwebrania. Namcha Bwana, Mungu wa mbingu. Kwa hiyo kila mmoja akajua kwamba he is the reason. Ndio maana kula imemwangukia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea juu ya mtu aliyekuwa anamkimbia uso wa Bwana. Unaweza kusema hili lisingetokea kwako, lakini nikiongea na wewe kwa karibu nitajua mara ngapi umeshaukimbia uso wa Bwana. So John alimjua Mungu kama wewe. Wakamuuliza, tufanye nini ili bahari itulie? Mstari unaofuata tupa anawapa majibu. Naye akawaambia, nikamateni mnitupe baharini, basi bahari itatulia, kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Nikamateni mnitupe baharini. Hakusema nipisheni na jitupa baharini, mambo yenu yatakuwa
Anasema nyinyi wenyewe mliyepiga kura ikaniangukia nikamateni. Mpaka hapo walikuwa wameshatupa shehena za kutosha baharini. Wameshatupa shehena. Kumbuka ilikuwa ni safari ndefu. Walikuwa wameshatupa shehena za kutosha. Yani kama ni hasara tayari imeshapatikana, imebaki tu hasara ya watu. Wanajaribu jinsi ya kuiokoa. Na wala hawa watu hawakujali hasara ya vile vitu mali zilizo nani. Wanatafuta jinsi ambavyo wanaweza wakasalimika. Na hiyo tufani ilikuwa very unique. Unajua mabaharia huwa wanajua pepo za baharini wanazijua. Wakagundua kwa huu pepo sio wa kawaida huu. Wakatafuta source, na source ikamwangukia nani? Ikamwangukia Jona. Je, walimtupa? Walichelewa. Walikaa muda mrefu bila uamuzi kwa sababu waliona yuko innocent. Lakini hukumu ya Mungu ilikuwa pale pale. Mungu hakumwacha Yona mpaka akamilishe hatua yake, hatua iliyofikia. Kwa hiyo kitu ambacho tunachokiona hapa, kitu cha kwanza tunaona ushindi wa Yona kwa hatua yake ya kuwa tayari kutupwa baharini. Hiyo ni hatua ya ushindi, kwa sababu alikuwa tayari kujidhabihu. Kuna dhabihu utatoa itafungua mlango. Alipokuwa nasema nitupeni baharini, 100% Yona hakutegemea kabisa kwamba ataokolewa na samaki. Alikuwa anajua tu kwamba nikitupwa baharini naenda kufa, lakini heri mimi nife lakini hawa wasalimike. Na alijua nikishatupwa tu hii bahari itatulia, kwa sababu hawa hawana kesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna laana. Unafahamu kitu kinaitwa laana? Kuna laana huwa zinafuatilia vitu fulani. Nakumbuka wakati fulani, kuna mtu mmoja alikuwa anasafiri. Katika ile ajali alikufa yeye peke yake. Alikufa yeye peke yake, alafu wengine waliumia tu kidogo. Sasa alikuwa fundi wangu wa gari. Alipokuwa amekufa saa 10 nikapigiwa simu. Halo, mwenye namba hii unamjua? Ndio. Haya, mwenye namba hii amepata ajali, amekufa. Fanya utaratibu. Mimi ni polisi. Akakata. Sasa katika kuongea kutafuta mawazo, sasa nikaja nikaongea na mtu wa eneo lile. Sikwambii lile eneo, maana usije kawa ukaanza Hilo eneo linaanza na herufi A. So kwa hiyo yule bwana akaniambia, mchungaji Cheo, the story was that siku ile amepata ajali, the same day, wiki ya nyuma yake iliyopita alikufa mtoto wake, the same time. Nilipigiwa simu saa 10, mtoto alikufa siku ile ile, ilikuwa Alhamisi saa 9. Nikaongea na mchungaji, mchungaji Cheo, wewe ujui wewe, kuna madhabahu hizi kwa zinafuatilia huzo, hizi zimetengenezwa hizi kwetu za kawaida hizo. Mchungaji wa TAG ananiambia, sasa kama eneo lako linaanza na hiyo herufi so
somewhere kunaweza kuwa na laana zinafuatilia, ambayo laana akiwepo mtu mwingine, mke wake alikuwemo lakini mke wake hakuumia, inafuatilia damu ambayo iko kwenye line. Sawa. Kwa hiyo Yona kutoka kwenye ile merikebu hakuna kesi tena. Na unaona kwamba okay, tusome mstari wa ngapi? Kura zikamwangukia Jona. Okay, mstari wa 15. Basi wakamkamata Yona wakamtua baharini, nayo bahari ikaacha kuchafuka. Some mstari wa 16. Ndipo wale watu wakamwogopa Bwana mno, wakamtolea Bwana sadaka na kuweka nadhiri. Amen. Watu wakamwogopa Mungu. Ile tufani ilikuwa mbaya, lakini Yona alipoanguka tu kwenye maji, bahari yote ikatulia tap, kama imekatwa, kama umeme umekatika, katulia. Wale watu wakamwogopa Mungu wa Yona, kwa sababu aliwaambia, mimi namcha Mungu aliye hai, aliyeziumba mbingu, aliyeziumba bahari. Tena alianza na bahari, hakuanza na nchi. Aliyeziumba bahari na nchi kavu. Si tuko baharini. Mungu wangu ndiye ameiumba hii bahari, na huyo ndio namcha. Mimi ni Mwebrania. Kwa hiyo bahari katulia. Wale watu wakamwogopa Mungu wa Yona na wakamtolea dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akikutendea mambo makubwa, mtolee dhabihu. Haleluya. Haleluya. Na kwa sababu ya dhabihu ya Yona ya yeye kuwa tayari kufa. Hapa kuna unapokuwa umekosea, unaporudi, rudi kiuzima uzima, ukiwa tayari kurudi kwenye uwepo wa Bwana kwa gharama yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama umenielewa. Unapokuwa umemkosea Mungu, unaporudi, rudi ukiwa tayari kwa gharama yoyote, mradi ni rudi kwa Bwana. Yona alifanya maamuzi magumu kwamba kwa habari ya hali hii, heri nitupwe baharini nipotelee mbali, lakini nitapotea na Bwana, niko kwa Bwana, hawa watu wawe salama. Kujidhabihu kwake kukamfanya Mungu aone toba ya Jona, kwamba Yona alisikitika. Maana ameeleza kwanza ukweli wote, hakuficha kitu chochote, alafu akamwambia cha kufanya ni tupeni baharini. Na alipotupwa tu baharini, Mungu pale pale akafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Some mstari wa 17. Bwana akaweka tayari samaki mkubwa. Akaweka tayari samaki mkubwa. Endelea. Ili ammeze Yona. Ili ammeze Yona, lakini asimtafune. Naye Yona akawa ndani ya tumbo la samaki yule muda wa siku 3 mchana na usiku. Samaki alipewa amri, kuna kijana na tupo baharini sasa hivi, nenda pale. Akaenda pale, akafungua mdomo wake samaki. Huyo Yona akatumbukia. Usimtafune huyo, sio chakula chako. Samaki akawa controlled, hakuna cha enzyme kula kile chakula wala cha meno nini. Akalindwa katika tumbo la samaki kwa siku 3, kwa sababu alikuwa tayari kujizabihu. Dhabihu yake ndio ilitenda huo muujiza wa samaki kuja, na samaki akapewa hiyo amri. Bwana Yesu asifiwe. Dhabihu yako haiwezi kuwa bure unapojidhabihu kwa Bwana. Wakati mwingine tunapita katika changamoto, Bwana anahitaji dhabihu ya kujifungua kutoka kwenye kifungo kilicho mbele yako. Mwangalie Hana, alitoa dhabihu ya mwanae akae kwa Bwana.
ukinipa mtoto wa kiume nitamtoa kwako siku zote za maisha yake. Ilikuwa dhabihu. Na Bwana akalifungua tumbo lake, na Bwana akampa mtoto huyo, alafu na tumbo lake likafunguka, akapata na watoto wengine. Japo mtoto wa ahadi tuna jina lake, wale wengine hatuna, na wala hawajulikani waliishia wapi, lakini walimtunza mama yao. Hiyo tunajua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuwapitie miujiza 7 iliyotendeka katika historia ya Yona kwa haraka. Muujiza wa kwanza. Muujiza wa kwanza uko kwenye mstari wa 4. Mungu akatuma tufani. Ile tufani iliyoitesa ile meli ilitumwa na Bwana mwenyewe. Huo ni muujiza. Na ile tufani ikamfanya Yona, nimepatikana. Muujiza wa pili. Mungu akazielekeza, walipoamua kupiga kura, akazielekeza kura zimwangukie nani? Zimwangukie nani? Kura zikapigwa na watu ambao hawana story kabisa ya Yona. Lakini Mungu akazielekeza kura zikamwangukia Yona. You are the victim. Namba 3. Muujiza mwingine tunaona Yona mara alipotupwa, bahari ikafanya nini? Ikatulia, na wale watu wakamwogopa Mungu na wakamsujudia na wakamtolea dhabihu. Walimshangaa Mungu, walishangaa Mungu wa Yona. Muujiza wa 4 ni jinsi Mungu akaandaa lisamaki likubwa la kummeza Yona anapotupwa, yani straight akaingia kwenye mdomo wa samaki mkubwa, na samaki huyo hakuruhusiwa kumtafuna Yona, ila aliruhusiwa kumtunza Yona. Muujiza wa 3, Yona alikaa kwenye tumbo la samaki siku 3. Kwa kawaida huwezi kuishi, huwezi kuwa hai. Kwa kawaida kwanza lisamaki litakutafuna tu. Yaani ninapokudaka inakuwa nimekukatakata tayari. Lakini lilimdaka halikumkwaruza popote. Amazing. Akakaa siku ngapi tumboni? Siku 3. Yesu anakuja kukumbushia simulizi ya Yona. Akasema kama Yona alivyokaa kwenye tumbo la samaki siku 3, mwana Adamu atakaa katika nchi siku 3. Kwa hiyo event ya Yona inakuwa prophetical ya mauti ya Yesu Kristo. Yesu atalala katika nchi siku 3 na siku ya 3 atatoka. Haleluya. Muujiza wa 6, Mungu akasababisha lisamaki lisafiri. Sasa hiyo ni baada ya maombi aliyofanya sura ya 2. Ukisoma sura ya 2 ni maombi ya Yona akiwa kwenye tumbo la samaki. Na katika ile maombi anatubu, anaomba nafasi, ukinipa nafasi nitaenda, sitakimbia tena. Aliposema hivyo, basi lile samaki likaamliwa limsafirishe Yona mpaka mwaloni, kwa sababu lingemtapika kule katikati ya bahari. Yona alikuwa hana nguvu tena, asingeweza kuogelea. Kwa hiyo samaki akamsafirisha. Na muujiza wa mwisho, samaki alipofika kule mwaloni akaambiwa amtapike Yona. Samaki lingeweza likafika pale likabaki hivi bila kumtapika, kwa sababu kwanza limejaa mbavu zinauma siku 3
limebeba kiumbe ambacho hakiozi, hakiliki. Siku 3 ile samaki nadhani naye alikuwa amefunga sasa. Yeah. Kwa hiyo samaki haya sasa nchi kavu tapika huyo. Yona akatapikwa, na alipojikunguta na kujisafisha kuondoa yale matakataka makamasi yale, akajicheka akaona niko sawa, akamwambia Bwana niko tayari kwenda. Haleluya. Amen. Hapa tuna hatua 3 za maamuzi ya Yona ambayo yalimsaidia. Hatua ya kwanza, positive action za Yona. Hatua yake ya kwanza ni utayari wake wa kujidhabihu. Aliposema nitupeni na bahari itatulia. Hii ilikuwa ni hatua ya ushindi kwa Yona. Sio rahisi, kwa sababu alijua kabisa nikitupwa pale ndio nimekufa. Unaweza ukawa tayari kujitupa kwenye moto? Sio rahisi, lazima uwe ni maamuzi magumu. Alijua kabisa nikitumbukia huko baharini, kwenye hii bahari iliyonifuatilia ndio nimekwishiria mbali. Lakini Mungu akaona sasa umenyoka. Nitakulinda, lakini utakaa kwenye tumbo la samaki siku 3. Kwa hiyo ushindi wake wa kwanza ni ile maamuzi ya kuwa tayari kujidhabihu. Namba 2, hatua yake ya ushindi maombi yake aliyofanya. Sura ya 2, maombi yake aliyofanya ndani ya samaki. Hii pia inatuambia kwamba yani ukifanya maombi hata ya kimoyomoyo Mungu anasikia. Bwana asifiwe. Yona hakuongea kwa kawaida akiwa kwenye tumbo la samaki. Ni yale maombi ya huko ndani. Bwana, ukinipa nafasi, baada ya kujigundua kwamba yuko hai, hajafa. Akamwambia, Bwana ukinipa nafasi nitafanyaje? Nitaenda. Hii ilikuwa yale maombi yake ilionyesha toba yake vizuri, na yakampeleka kwenye hatua ya muujiza. Na namba 3, utayari wake baada ya kutapikwa, utayari wake kutokana na yale maombi kwenda kuhubiri, kupeleka ujumbe kule Ninawi. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua kilichotokea Ninawi kwa sababu ya mahubiri yake, na kile alichotamani kisitokee, the very thing he didn't want to happen happened. Hakutaka wale watu watubu, wakatubu. Tena wakatubu kwa kishindo, kwa kilio. Mfalme akatoka kwenye kiti chake cha enzi, akavaa magunia, na Mungu akasema, nitawaangamizaje watu waliotubu namna hii? Jamani, silaha ya ushindi wetu ni toba. Toba ni silaha pekee ambayo huwa inaweza kumbadilisha Mungu hatua ya maamuzi yake. Mungu anaweza akawa ameshafanya maamuzi, lakini toba ya mwanadamu inamrudisha Mungu. Nabii alirudishwa kwa mfalme Hezekia. Alipoambiwa Hezekia alipoambiwa kwamba jipange maana unaenda kufa, Hezekia akamlilia Bwana, akamwambia Bwana, tazama wapi nimekukosea. Akamlilia Bwana. Maombi yake alipofika mbele za Mungu, Mungu akamwambia nabii, rudi, nenda kumwambie nimesikia maombi yake, nimemwongeza miaka 15. Bwana Yesu asifiwe. Toba inageuza mambo. Kitu kinachomfanya Mungu tumguse kwa haraka ni maombi ya toba. Na hii ni silaha muhimu sana, ambapo unapojikuta umeenda mbali na Bwana, geuka, piga magoti, jisalimishe kwa Bwana. Bwana, naomba rehema.
Maombi ya toba yanamfanya Mungu akuangalie tena. Unaweza kama umekosa, lakini maombi yako ya toba. Mwangalie Sauli. Alipoambiwa umenyang'anywa ufalme, hakuna remorse, hakuna toba yoyote au kusikitika kuliko tokea kwake. Ufalme ukaondoka. Mungu hakuwa na mpango wa kumnyang'anya Sauli ufalme, lakini alipochezea Mungu akamnyang'anya ufalme. Lakini angalia Daudi alifanya uzinzi na aliua. Lakini angalia Zaburi ya 51, maombi yake ya toba yakamgeuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya toba yatatugeuza, yatakugeuza. Unaweza ukakosea, jikungute, simama, tengeneza, anza upya na safari iendelee katika jina la Yesu. Never give up. Usimruhusu shetani akwambie kwisha wewe, umeishia hapo hapo. Wapo waliokosea wakainuka. Petro alimkana Yesu mara ngapi? Lakini baada ile mara ya tatu, angalia jinsi ambavyo alivyolarua moyo wake Petro. Bwana akamrudia. Na unakumbuka pale kwenye sura ya mwisho ya Yohana, Bwana anamwambia Petro, lisha kondoo zangu. Lisha kondoo. Mara ya kwanza Petro alipenda, Bwana mbona unajua? Alikuwa anafuta ile aliyomkana. Ile aliyomkana mara 3 lazima ifutwe katika jina, ifutwe kwa ukiri mara 3. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Usikimbie kutoka kwenye uwepo wa Bwana. Hakikisha unakaa kwenye uwepo wa Bwana hata kama kuna gharama ya maumivu ya mwili. Kutoka kwenye uwepo wa Bwana ni kutoka kwenye baraka. Kutoka kwenye uwepo wa Bwana ni kutoka kwenye ulinzi. Kutoka kwenye uwepo wa Bwana ni kutoka kwenye baraka za Bwana. Kutoka kwenye kibali cha Bwana. Ukitoka kwenye uwepo wa Bwana hakuna future. Mungu alimwambia Bwana alimwambia Paulo. Paulo alimwomba mara 3 kwa sababu alikuwa amewekewa mwiba wa mateso katika mwili wake. Paulo anasema nilimwomba Bwana mara 3 aniondolee ule mwiba, lakini Bwana akasema huo mwiba hautoki, kwa sababu katika huo mwiba wewe unabaki kuwa mnyenyekevu. Kama mtumishi kati ya watumishi waliokuwa na kiburi ni Paulo. Alikuwa ni mtu mwenye umbo dogo lakini matata. Wanasemaga watu wenye viumbo vidogo vidogo wao ni matata. Kwa sababu alikuwa small statures. Alikuwa matata sana. Ndio mpaka makanisa wakawa nasema ni heri Paulo aje uso kwa uso kuliko upokee nyaraka zake. Nyaraka zake zilikuwa zinatisha. Na usome wake ule walako na andiko unaona kama vile unachanwa. Heli ya kukutana naye uso kwa uso. Paulo akamwomba Bwana mara 3 amuondolee mwiba. Bwana akamwambia neema yangu yatosha. Mwiba unapokuepo unakufanya uwe mnyenyekevu. Kiburi chako kinakuwa under control. Wengine tuna viburi, tuna mambo yetu, sasa lazima tuwekewe mateso fulani. Hata kama hutaki kuitika amina, yapo. Ni heri ufike mbinguni umeminywa kuliko usiingie mbinguni. Yesu alisema ni heri uingie na jicho moja kuliko uingie na majicho mawili ya jehanamu. Ni heri uingie na mguu mmoja mbinguni kuliko uingie na miguu miwili jehanamu. Kwa hiyo Mungu wetu anataka kila mmoja uende mbinguni. Anataka uende mbinguni. Kwa hiyo hata jari
inapotokea kwamba kuna vitu vilaha fulani vya hapa duniani vinakutia kiburi, anakiondoa kimoja. Sema amina. Ni heri kiondoke kitu fulani ambacho kinakupa starehe, lakini mbinguni, kwa sababu hakuna cha kulinganisha baraka ya mbinguni kwa kitu chochote cha thamani cha hapa duniani. Kwa hiyo Mungu wetu ndio yuko hivyo, ana mpango na kila mmoja wetu kwenda mbinguni. Kwa hiyo anatuwekea miba, anatuwekea vikwazo ili tunyoke. Na ndio maana ni vizuri sana wakati wote kujiombea uwe mnyenyekevu. Kama kuna ombi la kuendelea, wapendwa, especially sisi wanaume, sema wanaume, 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 jiombea unyenyekevu. Mwambie mwanaume aliye jirani yako, omba Bwana akufanye mnyenyekevu. Hicho kiburi chako kinatakiwa kuwa under control. Haleluya. Haleluya. Ya, ndio udhaifu wetu, lakini kwa neno la Bwana tutapona. Kwa neno la Bwana tutapona. Ya. Hatupendi sana kusikiliza, lakini Bwana tusaidie. Ya, Bwana anataka kila mtu aende mbinguni. Amen. Ya. Give us a chorus.